hasara za kutokusamehe au kutokuachilia. Moja, usiposamehe basi ujue maombi yako yanazuiliwa. Kama umeshikilia watu au vitu, ujue una ibada, na hii ni hasara kubwa sana. Jambo la pili au hasara ya pili, usiposamehe hata sadaka zako haziwezi kupokelewa. Mathayo 5:23 mpaka 25 imesema. Hasara ya tatu ya kutokusamehe, usiposamehe hata wewe huwezi kusamehewa. Usiposamehe hata wewe mwenyewe huwezi kusamehewa. Na hii tumeiona vizuri kabisa kwenye hii Mathayo 6 ule mstari wa 12 ambao tumesimama nao leo. Lakini kwenye ule mstari wa 14 unasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. 15 inasema, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Kwa hiyo hasara ya tatu ya mtu kushindwa kusamehe, kushindwa kuachiliwa, ni kwamba hata yeye mwenyewe hataweza kuachiliwa. Hasara ya 4, usiposamehe unafungulia mateso kwako. Usiposamehe unafungulia mateso kwako. Maana adui anaruhusiwa kukutesa, anakuwa na walali. Maana moyo wa mtu asiyesamehe umefunikwa na giza. Kwa adui anapata walali wa kutesa. Kutokusamehe unakaribisha mateso, na mateso yanakuja, magonjwa yanaibuka. Na magonjwa ya kutokusamehe, ya kushikilia vitu, magonjwa ya matukio, magonjwa ya kubeba mambo, kubeba watu, kubeba vitu yanajulikana. Presha, sukari, vidonda vya tumbo, magonjwa ya akili. Kuna watu wanachanganyikiwa, kuna watu wanapata msongo wa mawazo kwa sababu ya kutokusamehe, kutokuachilia. Kwa ujumla ni mateso, ni magonjwa ambayo yanaweza yakasababisha hata kifo. Kwa hiyo inakuwa janga baada ya janga, lakini chanzo ni kutokusamehe. Na mtu hawezi kusamehe kwa sababu hajaamua kuwa na Mungu. Kwa sababu haya sio mashindano. Useme kwamba mimi mtu atajiona kwamba mimi ni mdogo sana, ni mnyonge sana, mimi ni mrahisi. Unashikilia kitu ili mtu asikuone wewe ni ize. Lakini ukija kuelewa mambo ya Mungu unaona ni ujinga. La 5, usiposamehe moyo wako unajaa uchungu. Unajikuta unabeba mizigo badala ya kumbeba Yesu. Uchungu unakuja kwa sababu unambeba aliyekuumiza, unakibeba kilichotokea, unabeba mambo. Msamaha ni uhai na kutosamehe ni kifo. Msamaha ni uhai. Hapa ndipo unapokutana na watu ambao wanajiua, wanajinenea vibaya kwa maneno, wanajiua kwa maneno au wanajiua kwa matendo. Hapa ndipo unapokuta mambo kama haya. Kwa hiyo namalizia kusema jifunze kutengeneza mazuri, acha mabaya yaende.